40 Msonobari. Nikapanda juu kule nakaa kama naangalia mpira hivi. Lengo langu kubwa pale ni kujitoa uhai. Nilikuwa nijizuru, nijiue ili nikikwepe kile kifungo kile. Maana ninapata tena rufaa kama inachelewa na sijui hatima yangu ni nini. Kwa hiyo baki ilifikia stage mpaka umekata tamaa na ukaona kwamba huwezi kutoka gerezani na option pekee uliona ni kujiua. Ile baki ni nafasi niyo tu kujiua. Maana niliona nikisema nikae kutumikia miaka 20 yote nitatoka nikiwa niko na miaka 40 kasoro. Sasa sidhani kama naweza nikaja kukuta hata ndugu yangu mmoja yupo mzima. Sasa mwanzo usajili pale nikamwambia mkuu wa gereza wale aweze kumpigia simu mama aweze kumfahamisha kwamba mimi nimefungwa. Nikampa namba kwa gereza akapiga simu pale pale. Piga simu ngamiza, wewe ni mama Yasini? Ndio. Yasini yuko wapi? Mama akamwambia Yasini yupo jela, ameshtakiwa amembaka mke bosi wake. Akamwambia ni kweli ameshtakiwa, lakini sasa hivi sio mabusu tena, amehukumiwa miaka 30. Kwa hiyo hapa anahamishwa gerezani, anahamishwa jela. Unajua ukishafungwa miaka 30 uweze kukaa Segerea. Segerea pale ni ile jela ni mahususi kwa ajili ya mahabusu. Jela ambao wanahitajika wafungwa ni Ukonga. Ukonga pale wafungwa walikuwa pale ni wachache sana, wafungwa kuanzia miaka 10, 5, miezi 6, wanakuwa ni wachache sana. Nikahamishwa jela pale nikapelekwa Ukonga. Sasa Ukonga na Segerea ni tofauti sana. Ukonga ni kubwa sana. Ukonga ipo ni kama gereza, yani ndio makao makuu ya magereza, yani ndio gereza kuu Tanzania mzima. Japo pale wameandika gereza kuu Ukonga, lakini yeye ndio gereza kuu Tanzania mzima. Pia inachukua watu zaidi ya 1000. Kwa hiyo hapo ndipo maisha yako rasmi ya gerezani yalianzia Ukonga, ukiachana na uko Segerea kama mfungwa yake ameanzia pale Ukonga. Experience yako ya kwanza, yani ni kitu gani ambacho unakikumbuka ambacho ulikutana nacho Ukonga kwa siku yako ya kwanza baada ya kutoka Segerea? Kutoka nimetoka jela kwenda jela, hakuna kilichobadilika zaidi ya uwanja wa mpira tu. Ukonga kuna uwanja wa mpira mkubwa, Segerea ni eneo ni dogo sana. Segerea kuna uwanja mdogo alafu una kokoto zile, lakini Ukonga uwanja ni mkubwa na umezungushiwa miti hivi ambavyo mnacheza mpira ni kama ulivyokuwa uwanja wa shule hivi. Lakini kulala ni vile vile, vyakula ni vile vile, vibadiliki. Maisha ilikuwa ni yale. Sasa fika tena pale Ukonga pale tena nikabadilishwa tena namba. Ile namba ya Segerea nikaacha na Segerea. Nikapoa namba ya Ukonga sasa. Pale sasa nikanajua sasa nikaangalia namba yangu. Wake itajika nitoke 2046. Itajika nitoke. Sasa nikaja kupunguziwa 1/3, hata 1/3. 1/3 unapunguziwa kila mwaka, yani kwa mwaka. Nasema kwanza kifungo cha mwezi. Ukifungwa mwezi mmoja wanakutolea siku 10. Siku 10. Unatumika siku 20. Ukifungwa mwaka wanakutolea miezi 4. Utumike miezi 8. Sasa ile miaka 30 wakanitolea miaka 10. Nitaka nitumike miaka 20. Hapo ilikuwa tajika mimi uraiani nirudi 2036. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado ungekuwa kama ndo upo ungebidi huko bado. Mpaka sasa hivi natakiwa niwe gerezani. Sasa singeweza kujua jela gani, maana nimepita jela nyingi unajua mpaka hapa sasa hivi. Nikakaa pale unajua ukishafungwa miaka 30 uwezi kuaminika kutoka ndani ya wiki ile au ndani ya mwezi ule kutoka ile kufanya kazi zile wanazofanya wafungwa, kama ile kufanya usafi labda kwa baadhi ya viongozi, kwa mkuu wa mkoa au kule kwa mawaziri, uwezi kuaminika kwa wakati ule. Nikakaa pale sasa nakumbuka ilikuwa rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli alisema wafungwa wafanye kazi, hakuna tu kukaa tu ndani, wafanye kazi. Pale ilitokea escort ya wafungwa wasiopungua 50 kuhamishiwa gereza la Kilimo
ambayo lipo linaitwa gereza la Kitai. Ni camp hivi Kitai, ambapo wanakochukua makaa mawe, liko Ruvuma, wilaya ya Mbinga. Kamishwa tumetoka hapa na gari. Kituo chetu cha kwanza kilikuwa Masasi, ilikuwa gereza moja iliko Masasi pale. Fika pale Masasi tukapumzika pale, majira ya saa 2 usiku, safari kaanza tena pale. Tumetoka pale tumefika Songea mjini alfajiri kwenye saa ngapi? Ilikuwa kwenye saa, kama sikosei, kwenye saa 11 hivi. Tumefika pale ikali tupumzike sasa pale. Tukapumzika pale mpaka nafika majira saa 3 asubuhi. Safari kaanza tena pale kwenda sasa wilaya ya Mbinga, ambapo ni pembezoni za Ruvuma. Pelekwa pale tukaandikishwa tena pale kama wafungwa wageni kwenye masuala ya kilimo. Maisha ya pale yalikuwa tofauti sana, tofauti na hizo jela zingine nilizopitia na kutoka Segerea hadi Ukonga. Kutokana na hizo jela ni ziko mjini. Nakumbuka ile mara ya kwanza niliteseka sana. Maana tuliteseka, lakini sasa hapa nijiseme mimi mwenyewe niliteseka sana. Nakuta zile shamba zile nakuta mashamba ni makubwa sana. Shamba ni zaidi ya eka hata 8. Hata eka 16. Kuta huku shamba katikati kuna barabara hapa ambapo zinapita gari zinakwenda kuchukua makaa mawe. Haya makaa mawe unayaona yamepita katikati ya shamba la gereza, barabara yake. Huku mnalima unakuta huku askari kashika fimbo anapiga mfungwa hivi, huko anafanya kazi. Wale wafungwa wanaolima kwa kuzubaa kwa nyuma. Unakuta mkono mnalima, unanyosha mkono hivi. Huu sawa wako unatajika ulime huu sasa, ufanye kazi hiki kipande ukilime hiki. Sasa mimi nikawa najitahidi kulima niwe mbele, lakini kuna askari ambao alikuwa tayari ameshanichukia. Unajua ile kuna ile wakati ile kuna mtu mwingine hata kama umjue unaweza kumchukia tu. Unaweza kumchukia unataka umjue. Ni leo hii hapa sawa mimi nikuchukie bila kukujua, bila kunikosea. Sasa yule askari kwa mimi kama anipendi tu. Ameshika fimbo anatafuta watu, anakuja ananipiga tu fimbo mgongoni, kiunoni. Sasa kapiga siku ya kwanza, pia siku ya pili, mimi kitu sikipendi, nikaenda kushtaki kwa mkuu wa gereza. Kushtaki kwa mkuu wa gereza. Kwa gereza kumuonya. Siku ya kaja tena shamba pale. Wewe si umeenda kunishtakia kwa mkuu wa gereza Sasa leo subiri nikuoneshe leo sasa. Kaja pale akanipiga fimbo ilikuwa imenipiga shingo hivi. Kila kitu mimi nikakivumilia kwa muda ule, akaja akanipiga tena kiunoni. Mimi nikainua jembe ile nikampiga nalo hapa kwenye makali, nimemkata hapa. Kumkata hapa ilikuwa ile bega ile ndio ilikuwa ameweka silaha hivi. Akawa ameanguka chini. Kuanguka chini damu ilikuwa zinatoka pale. Wale askari wengine ilikuwa askari kwa chache, ilikuwa askari 6 wale. Wakaita fungo watu wakakaa sehemu moja chini. Ikaitwa gari pale ya gereza ndogo. Akachukuliwa akapelekwa hospitali. Kutoka pale kuna hospitali ni kama kilomita 15 hivi. Akapelekwa hospitali. Mipapa tukachukua tukarudishwa wafungwa wote gerezani. Kushoka gerezani pale. Mkuu wa gereza kaja pale. Shida ni nini? Sasa kuna askari sawa wakataka wanipiga, msimpige. Shida ni nini? Kaelezea pale kama nishije kumshtakia huyo askari kwamba anipiga bila sababu ya msingi. Na vile vile hata kule shamba kuna mchaji nishaje kumwambia kwamba huyu askari wake ananipiga bila sababu ya msingi. Mimi nalima, niko mbele, sizubai kwa nyuma, lakini anakuja ananipiga. Sasa nilivyo kumshtaki ananitukana. Siku pili nikaona sasa bwana nijoshtaki kwa wewe mkuu wa gereza. Wewe ulivyomuita kumuonya, akaja na leo tena akanitukana, akasema atanionyesha. Sasa kanipiga, mimi sikukubali, nikapanda hasira mpaka nipiga fimbo, na fimbo ilikuwa imejichora kabisa kwenye shingo hivi. Ilikuwa imevimba hivi. Yule kwa gereza akasema sikutetei, lakini akitana askari wake akasema simtetei, lakini mchokifanya nyinyi sio vizuri. Kama mtu anafanya kazi unampigia nini? Na kama mfungwa amekosea basi mleteni kwangu, mimi sasa ndo nitaamuru apoe kosa gani, kama kafungiwe selo au apigwe. Yaani aadhibiwe, na uwezi kuchukua fimbo tu kamwadhibu mfungwa akiwa anakosa.
vitu vya kumwadhibia. Kuna virungu unaweza kumwadhibu katika magoti, unampiga ile sehemu ambapo hawezi kuvunjika katika magoti humu, katika hizo joint hizi, na mfungo bila adhibiwe. Kwa maana hiyo askari kosa kalitaka mwenyewe. Sasa wale walivyoambiwa vile, sasa akaona kama mimi nimitetewa. Sasa wakawa wanajilasi na mimi. Yule mkuu wa gereza yule akanipa tena escort pale, nihamishwe sasa. Nikahamishwa pale peke yangu, nikahamishwa gereza la Lindi. Sasa nikodishwa Lindi sasa. Kodishwa Lindi, na huku kila jela noama mama lazima nimfahamishe kwamba nahamishwa naenda huko, nahamishwa niko huko. Fika Lindi pale ni karibu sasa, ni mkoa mmoja wilaya tofauti na mama. Nimfahamisha pale Lindi mjini kuna wajomba zangu. Wakaanza kuja kuniona kila weekend, Jumapili, Jumamosi wanakuja kuniona pale. Wanakuja na zawadi waniletea. Mama siku ile akaja akaniona. Nikakaa pale. Kazi kubwa ya pale gereza la Lindi pale ni nini? Kutengeneza chumvi. Pale pana mashamba ya chumvi. Kuandaa chumvi na kuvuna. Msimu kama hapa hizi wakati wa mvua hii. Sasa hivi pale ndo kuna kazi kubwa pale ya kubeba chumvi, kuvuna chumvi za pale. Kuanzia mwezi wa 8 ambapo unaweza kuandaa mashamba ya chumvi, ambapo unaandaa ile makalo wale. Kuanzia mwezi wa 10, 11 pale navuna chumvi. Bila kama huo pale unakuta kila mfungwa na ndoo kubwa. Na ilikuwa kwa siku ili kila mfungwa mmoja abebe ndoo 40, ndoo 50, isipungua ndoo 40. Mnavuna chumvi pale, mnajipanga mstari, mnakimbia kwenda kwa katika gala. Sasa mimi katika gala fanya kazi pale. Sasa ile chumvi, ile ndoo ya 20 ni mzito sana, hadi misuli mkaa inauma sana. Kwenda hivi sasa nikanakataa sasa pale. Kukataa hivi nikawa nabisha. Ukibisha nakuta unapigwa virungu, unaadhibiwa, unachukuliwa, unapelekwa katika selo ile unakuta ina kalo. Inawekwa maji mule, unawekwa mule uchi kabisa. Nguo zile zinachukuliwa zinawekwa nje. Chakula upati kama unavyokula kawaida. Ugali unakata vipande 4, unapaka kipande kidogo na mchuzi tu maharage. Ni adhabu yako. Kama umeziba utalala selo siku 7, unashinda selo mule. Asubuhi, mchana, usiku unashinda selo. Zile adhabu zile nazitumikia. Mwisho wa siku ule utukutu wangu wakanipa jina, wakaniita Baloteli. Askari wakanipa Baloteli. Baloteli wa gerezani. Baloteli, wakaniita Baloteli kutokana na ule utukutu wangu ule. Hakuna kitu ninachokiogopa. Askari anaweza kanipiga kirungu, nikaichukua kirungu nikakiturushia huko. Askari ili nisimrudishie, anipige tu kirungu. Yaani kana askari kutaka, yani nikaona askari ananionea, akinipiga kirungu sisi kumrudishia, lakini askari akinipiga kofi na mimi namrudishia kofi. Nikaitwa Baloteli pale. Kwenda hivi askari wenyewe wakazoea. Akasema huyu mtu tutakuja tutamuua bure hapa, cha msingi tumwache tu. Pale nikagoma pale kwenda kwenye genge lile la kwenda kuzoa chumvi. Pale nikapangiwa kazi za usafi, kwenda kufanya usafi kwa mkuu wa mkoa, usafi kwa RPC, usafi kwenye baro la magereza, usafi kwenye baro la polisi. Kuna watu wengine labda hawajui maana bwalo ni nini. Bwalo ni zile baa za polisi na magereza. Ndio zinaitwa bwalo. Iko ni Kiswahili fasaha iko. Sasa nilipopanga kule sasa nikaa nimetulia. Sasa sigomi, sasa sifanye kazi ngumu. Pale sasa nikapoa kitengo cha usimamizi, nikapoa kitengo cha nyapala, ni leader wa kusimamia wale kuna kufanya usafi kule. Mkasubuhi pale katika uwanja pale nachukua karatasi, unaandika namba ya wafungwa kama 5. Tunapewa askari 2 pale. Tunakwenda tunafanya kazi pale. Majira ya saa 8, saa 9 mnarudi gerezani. Sasa kuna siku moja tumekwenda kufanya usafi katika wanasema ikulu ndogo kwa mkoa mkoa. Kumbuka ile siku alikuwa anakuja naibu waziri. Kuja naibu waziri wa mambo ya ndani. Fanya usafi pale sasa. Kuna mfungwa alikuwa amekimbia hivi. Kimbia. Mimi nimemwona anakimbia lakini sikutaka kuongea. Unajua mwache jisaidie tu. Akimbia zake, akakimbia. Sasa nikazoga pale kama kuna kitu chakiona. Yule askari sasa aona mfungwa hapo kidogo, mwingine amuone, katuita pale. Baloteli, kuna mfungwa amekimbia, mfungwa yuko wapi? Mbona mfungwa mmojatimia hapo? Tuna watu 6, fungwa 6. Havona vile kidogo akaita gari pale tuko gerezani. Ufika pale
akaenda kuniripoti kwamba nimemsaidia mfungwa kukimbia. Mimi nikamkataa, nikamwambia kwa nini nimsaidia akimbie? Kwa nini tusingekimbia wote? Kwani mimi nimeridhika maisha? Mimi nikamkataa kwa gereza, kama mimi siwezi kumsaidia mfungwa akimbie. Kwa nini nisikimbie naye? Kama mimi kakimbia, mimi sijamuona. Mimi nipo nafanya usafi sehemu nyingine na yeye fanya usafi sehemu nyingine. Yeye askari anatakiwa awe makini kuangalia wafungwa asikimbie. Yeye ndio kazi yake. Pale kesi ikaisha pale. Sasa tumekaa pale Lindi pale, nakumbuka pale kulikuwa na jamaa mmoja alikuwa anaitwa Aliatibu Shikuba. Walikuwa na makesi ya mada kipindi hiko, lakini Mungu kamjalia Aliatibu akapata dismiss kesi hapa. Akaenda kunguruma, alikuwa na kesi yake nyingine kwa Marekani, kwa alisema alikuwa na kesi ya madawa. Yeye ndio yule jamaa almaarufu sana issue za madawa, Shikuba. Ile toa Aliatibu, yule ni Mpemba mmoja hivi, alikuwa rafiki yangu sana pale gerezani pale. Alikuwa na wenzake yake na Asmani. Naomba Mungu awajalie basi waweze kumaliza kifungo chake. Wameshahukumiwa muda si mrefu, tunaweza tukaona kwa neema ya Mungu. Wamehukumiwa juzi kati tu 2021, lakini muda si mrefu wanaweza wakaachiwa. Wamebaki wenzake. Sasa tumekaa hivi. Mimi sasa pale sasa nikawa sasa sitaki sasa tena kufanya tena usafi tena. Nikarumu ndani mole. Kazi ya unyapala hapo ikawa ngumu kwa upande wako. Bado nilikuwa kiongozi. Maana unyapala unapewa mkanda ule. Ule mkanda ulipaka ufanye kosa, mkuu wa gereza uchukue. Maana anatoa ni mkuu wa gereza. Bado sasa pale nikawa naishi mwe ndani vizuri, tuna nini mwe. Sasa nikawa namsimulia yule Aliatibu, yule Shikuba, jinsi malezi yangu, nilivyozaliwa, nilibahatika kufika, elimu yangu, familia yangu, jinsi maisha yao ilivyokuwa duni. Sikutaka kuficha, najua huwezi kuficha chochote kile. Ili upate msaada, hakuna cha kuficha. Na yule pale yule japo alikuwa na kesi, lakini siwezi kusema moja kwa moja kwamba alikamatwa na madawa, lakini alikuwa anatumiwa. Nataka ninyoshe kitu, walikuwa wanatumiwa na madawa. Unajua wale ni binadamu, siku haja kuniona ikawa kipengele kingine. Walikuwa wanatumiwa na kesi ya madawa. Sasa walikuwa watu wanawasaidia pale watu kuwalipia faini, wenye 6,000 mwaka wanatoka. Nikamwelezea sasa mwe ndani mwe ilikuwa mimi sana nachezana sana Keram. Nilikuwa mimi na Keram pale. Kipata ule muda namuelezea, sawa hotel nitakusaidia, usijali nitakusaidia. Siku ile sasa akanisaidia mara ya kwanza kunitafutia mwanasheria huko ndani magereza. Wakaniandikia rufaa ya kwenda kwa jaji mmoja. Ina kwenda mahakama kuu. Ile rufaa ikatumwa hadi mahakama kuu Dar es Salaam, kutoka mahakama kuu Dar es Salaam. Sasa anahitajika nije kusikiliza rufaa sasa. Kuja kusikiliza rufaa huko, ile rufaa ilikuwa imekosewa, ilikuwa sababu za andiko mule ilikuwa zina mashiko. Nikaambiwa niendelee na hukumu yangu, na kifungo changu kutumikia. Pale sasa nikarudishwa tena Dar es Salaam, lakini nilikuwa toka Ukonga kuna usikiliza rufaa. Rufaa ilivyogoma nikarudishwa tena kule Lindi. Sasa Lindi alivyoniona, vipi kijana? Vipi muda rufaa bado? Nikamwambia rufaa naomba nipite mule nitumikie kifungo changu. Akasema basi sawa, Mungu labda hajapenda utoke kwa wakati huu. Shika ndani ya mwezi mmoja pale Shikuba sasa akawa anahamishwa sasa kwa mshua Ukonga kwa ajili ya asafirishwe akasikize kesi yake nyingine huko. Kesi ya Tanzania pale ilikuwa dismiss case, walikuwa wameshikilia kutokana na kesi nyingine ya nje. Pale nimekaa pale nikapata na escort tena kwa mshua gereza la Mtwara, linaitwa gereza kuu Lirungu, liko pale Mtwara mjini pale, barabara kama unakwenda airport, ni karibia na airport. Fika pale gereza la Mtwara nalo ni kubwa tofauti na gereza la Lindi. Fika pale nikaandikishwa tena pale kama mfungwa mgeni pale. Sasa nikikutana na watu pale ambao hatukuwahi kujuana, lakini kutokana tunatokea wilaya moja na kata moja, sasa ikawa ni kama ndugu, tunawasiliana pale, tunawasiliana hivi na hivi. Sasa
Yule kwa jamaa mmoja sasa nikamuelezea ukoo wetu, akasema kumbe huu ni ukoo wenu mbona mimi najua najua kuna mzee fulani unamjua, anamjua si yule mzee yule ambayo kifo chake kilitokana na kugongwa na gari. Kama ndio babako yule, ni babangu. Sasa pale kama ndugu yule, yeye alikuwa na kesi yake tu yeye mwenyewe. Tumeishi pale. Sasa kuna jamaa mmoja hivi alikuwa mahabusu, alikuwa anatumiwa na yeye, nasema alikuwa anatumiwa, maana alikuwa ni askari, alikuwa afisa wa uhamiaji, alikuwa anatumiwa kesi ya uhujumu uchumi. Akaniita, akaanza, kifungo chako tofauti na umri wako, umefanya nini? Nikamwelezea pale jinsi ilivyokuwa. Umefanya hivi? Kama ndio. Ni kweli? Ni kama sijafanya kesi. Sasa basi kama hujafanya kesi, nisaidie nakala yako ya hukumu ili niweze kuipitia, niweze juu jinsi ya kukusaidia. Sawa sawa, nikaomba nakala ya hukumu ile. Nakala ya hukumu kisheria atakani kanuni mwenyewe, nikasema hii siwezi kuitunza, nikaomba admission waniwekee katika ofisi za magereza. Nikampa, akapitia, kama ni kesi mbona ina mapungufu sana hii kesi. Mbona ina mapungufu hii kesi kwenye masuala ya ushahidi. Huyu anasema umembaka, hata majina yako ameshindwa kuyataja yote kama kweli umembaka wewe. Na cha pili, huyu anasema daktari, huyu anasema kwamba kampokea muhanga ambaye ni shahidi namba 1 aliyobakwa tarehe 26 na huyu mtu kabakwa tarehe 25. Kwa nini sasa alienda tarehe 26 na kwenda tarehe 25 hospitali? Na huyu aliyobakwa umri wake ni mkubwa. Sasa na hospitali hakuna kipimo. Izidi pungua, anauliza tu maswali kwamba kuna mchubuko, kuna nini, HIV si nini, hamna. Yaani hakuna kipimo cha moja kwa moja cha kuonyesha kwamba mtu kabakwa. Sasa na huyu vile nikate rufaa hapa, ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, huyu sio daktari. Ikichuo anachosema yeye kwamba amehitimu daktari, ikichuo akitoa madaktari ambao kiko Mkumaindo kule Masasi. Kile chuo kinasemekana kinatoa manesi, sio madaktari. Yaani akitoi degree ya daktari. Sasa sababu ya kwanza, huyu sio daktari, na cha pili vile hajaacha kopi ya kitambulisho chake hapa cha kuonesha yeye kwamba yeye ni daktari. Kwa basi nisaidie. Na sababu ya tatu, hawa waloje kutoa ushahidi waliokataa kwamba hawajaona tukio, walikimbilia tu, lakini wao hawajaona tukio la kwamba wewe ulifanya kesi ya ubakaji. Sasa mimi nataka nijue ulifungwa vipi, kama kuna rushwa ilitumika basi tuweze kujua. Kama sasa nisaidie. Akachukua ile karatasi ile, akapitia akambaki nayo. Sasa ipita kama miezi 2 hivi, siku ananiita na njoo saini. Akanichukua hapa tukaenda ofisi ya admission, kulikuwa na askari mmoja pale. Hadi sasa hivi yupo na kwa nampenda sana, ni mtu kwetu anaitwa Fande Amadi. Nawasiliana naye hadi leo hii hapa, na kama wiki tusenge nawasiliana sana. Niona pale Viba Hotel, unajua jina hadi kule lienda Viba Hotel fresh. Hamkuja kusaini? Mkuja kusaini ndio. Kanisaini pale, nisaidie bana rufaa hizo kufika kwa haraka. Sema sawa. Wakati sasa ni 2022 sasa hiyo. Miaka tayari ishakatika tayari hapa. Saini pale ndani ya wiki 2 hivi, rufaa ikawa imetumwa. Kutuma rufaa, nikakaa pale. Yule mzee wangu yule alokita rufaa sasa yule, sikuenda mahakamani. Akaniambia si nimeenda mahakamani, lakini nina asilimia kubwa za kuweza kushinda kesi. Nikashinda kesi. Maana kwa kipindi kile waliambiwa kwamba kama mtu anaweza karudisha kile kiasi walichohujumu basi waweza kuachiwa. Lakini yeye ilionekana hakuweza kuonekana kwamba zile pesa alichukua, maana alikuwa anatumiwa kwamba amehujumu uchumi, pesa za Kitanzania shilingi bilioni 3 za Kitanzania. Nilipopita tu siku sijamuona, nikajua mzee wangu ameshashinda kesi, ameshaondoka. Nikakaa kama ndani ya mwezi hivi, akaniita yule Afande Ahmadi, akaniambia kuna salamu zako. Ile mzee wako alikotea rufaa
Nikamwambia karibuni utaitwa, bado anafuatilia rufaa yako. Makao mzee aliniahidi itanifuatilia, atijapaki hapo nje. Sawa, kaka pale kufika 2023 pale sasa ndo nikapata matumaini, maana nilipata matumaini kwamba kwanza kuona nuru kwamba nitakuja nitaachiwa pale sasa. Pale nikaenda kufanya kazi za magereza, narudi gerezani na kwenda kufanya usafi. Sema nilikuwa siendi kulima, maana kuna kazi kwa Mtwara pale kulimia mikorosho na mashamba ya miogo. Lakini nilikuwa naenda kufanya usafi kwa mkuu wa mkoa. Kipindi kile nakumbuka mkuu wa mkoa alikuwa ametoka Kamanzi, amekuja Kamanzi sasa hivi ndio mkuu wa mkoa, yani sasa hivi ni barozi. Huo mtaa wanaitwa kwa mkuu wa mkoa, ambapo pale kuna kama grocery pale, ndio yeye sasa. Yeye ndio kwake pale, ndio alikuwa mkuu wa Mtwara, sasa hivi ni barozi wa Burundi. Naenda kufanya usafi pale, narudi, nafanya usafi narudi gerezani nini. Pale sasa nikawa nafanya sio kazi, maana ukishafungwa unaambiwa utaenda gerezani haba mwaka. Mimi niambana na gerezani miaka 30 na adhabu kali. Kazi ni ile ulioajiriwa. Sasa kutokana na kifungo ile ni adhabu, utumikia adhabu yangu. Pesa nikawa najitolea kwa moyo wote, si najipa moyo pale nitatoka. Lakini huko najipa moyo vile, huko kiango kubwa nilikuwa nanipa siku moja nikimbie. Yaani pale nilikuwa najua kama rufaa itachelewa, mimi nitoroke nikimbie gerezani. Kuna askari mmoja hivi, ile askari sidhani kama atakuwa bado hajastaafu au bado yupo. Yaani nilikuwa natamani nimkimbie siku yote, nimkimbie maana ilikuwa mnoko fulani hivi. Nimkimbie. Sasa ile siku sasa nafikiria kuhusu kukimbia. Kuna rafiki mwingine ndani mmoja alikuwa anaitwa Saidi Kaulu, ambaye naye ameshatoka, ipo raiani. Yeye alifungwa miaka 30, alikuwa na kesi ya lobali. Yeye alipata msamaha akapunguzwa miaka 5. Yeye katoka juzi tu, ambaye mimi nishatoka tayari. Nikana sila naye. Sasa hizi kesi zetu sisi hazina msamaha. Kesi ya kubaka kisheria hazina msamaha. Japo rais akiamua kumpa msamaha mtu yote anomtaka, ana ile rank ile ya kumsamehe mtu yote anomtaka, kama vile walivyokuwa wamesamehewa kina Babu Seya na mwanae Papi, walivyokuwa wamesamehewa na rais wa awamu ya 5. Sasa mimi nimekaa pale siku sasa nataka nitoke sasa. Yule rafiki yangu ananiambiaje, hivi wewe unakwenda kufanya kazi za magereza hizo, utatoka hapa huna nguvu wewe. Cha msingi hapa kuna hojaji tunafanya. Kuna katasi fulani hivi ambazo ni za zanati. Mimi kuna zanati magereza mimi kwa ajili ya wafungwa na mahabusu. Unaandikiwa mapumziko pale. Sasa anaweza kuandika kama daktari. Daktari mmoja alikuwa anaitwa Afande Mei, ni mama mmoja hivi na kuna wengine wa kiume. Alikuwa na laza maandiko vile. Ni kama daktari tu. Andika ifika pale kwenye benchi pale la uwanjani pale kwa ajili ya kupanga magenge pale kuna kufanya usafi kwa mkoa wa shamba wapi. Unakaa pale yani kama unaumwa, yani huwezi kukaa kwa tabasamu pale. Umekaa ujichokesha pale kama unaumwa kabisa. Kwa unyonge. Daktari vipi? Mimi naumwa, anachukua karatasi anaonesha hivi, anasoma. Pale inaandika pale LOD siku 7, yani kufanya kazi ndogo. Ni zamuni wewe ndani usafi nini, kufagia, kusimamia usafi. Basi. Sasa tumetumikia zile kujiandikia vile ndani kama miezi 3 hivi. Sasa kuna siku sasa ikaja wakatustokia sasa kwamba sisi tunafanya zile ule udanganyifu kwamba sisi hatuumwi. Sasa mimi wakanichukua wakaenda wakanipiga virungu baya. Sasa wakaniambia nielekeze sasa nani anaandika vile. Mimi nikamwambia naandika mimi mwenyewe. Sasa yule ameshanisaidia nisifanye kazi ngumu, afu siku sasa nimtaje sasa inakuwa yaingia kilini. Sasa na utukutu wangu mimi nimepiga pale
Kama mimi nimejiandikia mimi mwenyewe, naandikia nani? Nimejiandikia mimi mwenyewe. Hakuweza kunielewa. Kanipeleka selo, nimelala ndani ya selo pale siku 3. Katoka. Sasa na huku rufaa sasa sioni dalili za kuletewa summons ya kuitwa mahakamani. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili, ule uwanja wa mpira pale Lirungu Mtwara umezingushiwa na ukuta wa tofali hivi. Tofali zipo kama hapa, uwanja hapo kwa chini yake. Tumekaa hivi juu ya tofali hivi. Naangalia mpira hivi, sasa nikafikia ilikuwa ilikuwa kuna ligi mule ndani mule. Ilikuwa na timu ya Mtwara, kuna timu mule ya Stand FC, kuna Simba, kuna Yanga. Sasa mimi nilikuwa nashabikia timu ya Stand ambayo hata yule alikuwa anaandika LOD zile, yeye alikuwa timu ya Stand pale. Nikaacha cheza basi sisi tunashangilia huko, nikatoka nikaenda kupanda juu ya mti. Kuna miti kama hii hapa ni 140 ile, 140 msoro mbali. Nikapanda juu kule nikakaa kama naangalia mpira hivi. Lengo langu kubwa pale ni kujitoa uhai. Nilango nijizuru, nijiue ili nikikwepe kile kifungo kile. Makani napata sana rufaa kama inachelewa na sijui hatima yangu ni nini. Kwa hiyo ilibaki ilifikia stage mpaka umekata tamaa na ukaona kwamba huwezi kutoka gerezani na option pekee uliona ni kujiua. Ilibaki ni nafasi niyo tu kujiua, maana niliona akisema nikaa kutumikia miaka 20 yote nitatoka nikiwa niko na miaka 40 kasoro. Sasa sidhani kama naweza nikaja kukuta hata ndugu yangu mmoja yupo mzima na nitakuja kufanya kazi yoyote ile. Na nilikuwa nishafanya kazi ngumu tayari, cha msingi niweze kujiua. Nikapanda pale juu nikajiachia hadi chini. Kujiachia chini hivi sasa pale chini pale. Lengo langu pale mimi nijiachie hivi nifike kichogo, nifike hata kwenye jiwe niweze kujiua. Sasa nilivyojiachia hivi, unajua Mungu alichopanga yeye na alichopanga mimi ilikuwa vitu tofauti. Pale kuna mti pale ikawa suruali yangu ilikuwa imejipachika hivi. Sasa ikawa nimeshuka taratibu pale sasa. Ikawa imechana mshola taratibu nikafikia tu kwenye udongo tu hivi. Kufikia sasa udongo japo ilikuwa na ardhi ni ngumu. Nikapoteza fahamu. Za fahamu na kuja kupata fahamu hivi nipo zahanati ya magereza. Mpata fahamu akaja mkuu wa gereza pale na daktari wa tibia pale. Wewe ni fogani, yule hoteli, hoteli. Wewe shida ni nini? Wewe si rufaa yako karibuni utaitwa. Ukasikiza rufaa huko, mbona tutafutia kesi mimi nataka ni staff bwana. Mbona unatafuta matatizo wewe? Uonekane mfungwa amekufa hapa. Ile pale sasa unajua ukishafanya tukio kama lile magereza lazima wakushtaki kupeleka mahakamani. Jaribio la mauaji kisheria ni kosa. Kapelekwa mahakamani kufunguliwa kesi kwamba nilitaka niweze kujiua. Wakanifunga miaka 2. Mimi nikakubali, maana ushahidi kila kitu nikakubali. Sikutaka kusumbua tena mahakama, nikakubali kufungwa miaka 2. Sasa ile miaka 2 sikuiona mingi kwa sababu mimi nina mzigo miaka 30. Na huko ile miaka 2 huko inatembea na huko miaka 30 inatembea. Ile nakopo ni kama vile labda umekwenda kumiminia maji baridi kwenye bahari. Sasa nikakaa pale kajifikia sasa hili jaribio la kujiua hili limeshashindikana. Na nje sasa pale tena sitolewe tena nje tena. Nje amenizuia maka unajua mtu kimtoa nje anaweza kakimbia. Sasa pale sasa nikawa najisingizia naumwa. Nda zanati pale namba naumwa. Napoa vidonge vinachukua na kwenda sehemu na vificha. Tena pa vidonge tena vificha. Kumbuka vidonge vilikupa vidonge vingi.